Pengine unaiona wapi dunia hasa kupitia sasa hii migogoro ambayo ipo na hii mwisho wake wa hivi tunaiona wapi? Okay, kama nilivyosema dunia ipo katika wakati mgumu sana. Labda tu nitumie kitu kimoja hapa kuonyesha kitu cha kibiblia. Sasa ndani nimekusema Henry Kissinger anasema nataka waangamize Iran ili waunde new world order. Sasa new world order ni ipi? Sasa nenda kaangalia goli la Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ulivyoanza ulikuwa una kitangulizi chake inaitwa League of Nations, ligi ya mataifa. Hiyo ligi goli lake ni nini? Ilikuwa ni kuunda UN, United Nations. Sasa goli la UN ni nini? Goli la UN ndiko wazi, ni kuunda kitu kinachoitwa World Federation, shirikisho la mataifa ambalo litakuwa na aina ya uchumi huu moja, aina ya ibada hii moja, pamoja na siasa hii moja, jamii moja. Aina ya uchumi ndio inaitwa WEF, World Economic Forum, jukwaa la nini? La uchumi la dunia. Nenda kaangalia uchumi gani unaosukwa pale. Nenda kaangalia unafuta mambo ya climate change, mabadiliko ya tabia nchi. Hata Tanzania hapa East Africa tuna mtu mmoja anaitwa, ni kiongozi wa mabadiliko ya tabia nchi, anaitwa Jacob Mzuma. Na serikali yetu pia na waziri wa mazingira. Waziri wa mazingira mtoka wapi? Katoka nao jamaa. Kwa sababu unataka kuweka mazingira kwa salama, tupande miti, tutoe mifuko ya nylon. Lakini unaona kama ni agenda nzuri, lakini nenda kasome agenda yake deeply. Wanataka kwamba dunia nzima ipumzike siku hii moja. Kwa Jumapili imechaguliwa kwa siku ya mapumziko la mazingira, sabato ya mazingira. Kwa siku hiyo uwe Muislamu, uwe Mkristo, utapumzika. Si tuende kanisani, usiende. Hata kama ni Muislamu usiende kufanya nini? Usifungue kiwanda. Nataka kila mtu siku hiyo apumzike. Nenda kabisa Jacob Mzuma, kiongozi wa East Africa hapa, kwenye Twitter yake, nenda kwenye X, mtandao wa X, kama ongea maneno kwamba Jumapili lazima ishikwe East Africa, hata kwa kiboko. Nenda kwenye shirika la wacho la mazingira la Umoja wa Ulaya, wamesema Jumapili lazima ishikwe Europe, na mpaka sasa wanaanza kuishika. Na juzi Marekani wameanza majimbo kadhaa wameanza kupitisha. Lengo nini? Watu si kwamba watu lazimishwa wasali Jumapili. Ni siku ya mazingira, sabato ya mazingira. Nenda katika kitabu cha Laudato Si kilichoandikwa na Papa Francis, ambacho kilizinduliwa katika COP 21, mkutano wa mazingira wa Umoja wa Mataifa mwaka 2015 pale Ufaransa. Utaona mipango imefanyaje? Imepangwa. Sawa. Sasa kwa hiyo point inayokuja kuhusu dunia, hoja yako inayokuja, hii dunia haiwezi kutulia. Je, niongee, unaweza kusema kwamba mtumishi na jamaa mwalimu anatumia dini Mimi si mtu wa siasa kali za kidini, lakini nina ukweli. Je, nikuonyeshe kitu moja hapa kwa kusomea. Hii ni Isaya 24 mstari wa 4, sema hivi: dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unazoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanazoofika. Tena dunia imetiwa unajisi wa watu wanaoikaa, kwa maana umeziacha sheria, umebadili amri, umelivunja agano la milele. Ndio sababu laana imeila dunia hii, nao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndio sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, na watu waliosalia wakawa wachache tu. Sikia tena hapa mwisho. 9, dunia imevunjika, inavunjika sana, dunia inapasuka sana, dunia kutikisika, imetikisika sana, dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utaielemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Sasa tukija katika upande huo, hii dunia blaza imeshalewa, kwa sababu ina mzigo mkubwa wa dhambi. Watu wameuawa, ukatili, ubakaji, kuiba mali za watu. Hata hapa Tanzania kuna watu wanadhulumu wengine. Dunia imechoka, dunia ina matumaini. Sasa kuna watu wanataka kutupa nini? Matumaini. Lakini matumaini feki. Matumaini nini? Fake. Wanasema amani. Na Trump akasema amani itakuja kwa mtoto pale Iran. Na siku zote amani haiwezi kuja kwa mtoto. Sawa, unaweza kutengeneza amani ya muda, lakini pale ambapo tunasema kuna amani, ndipo uharibifu utakuja kwa ghafla. Kwa sababu tunajenga dunia kwa damu. Sasa kwa kumaliza tu, bwana Aba msikilizaji asikie. Sisi huku hapa Tanzania, na mimi na wewe, hatuna maamuzi ya dunia. Kuna watu wachache ambao wanaamua mambo yetu. Sisi tunabishana pembeni.
Tunabishana, mimi pro Iran, mimi ni pro Israeli, tunabishana, lakini kuna watu mambo yanatengenezwa. Na haya mambo yanavyotengenezwa yanakuja kututawala sisi. Kama walivyotengeneza aina mbalimbali za kiuchumi na elimu na vinginevyo na siasa. Sisi tunakuwa nini? Wahanga. Ukibisha unakabwa. Sasa kuna mpango mpya wa ulimwengu ambao huo kama alivyosema Kissinger utaanzia Iran itapoondolewa. Kwa hatima ya vita hii, hata kama sasa hivi watasimamisha mapigano, ingawa Iran ikasema kwamba hata nikisimamisha baadaye utakuja kunipiga, bora tumalizane ili tukae chini, Marekani isinipige tena kwa mkataba wa kimataifa. Lakini hao jamaa wana ajenda ya kumwangamiza Iran na mpaka sasa mshaumizwa sana. Kwa hiyo mwisho wa picha, Iran lazima itashindwa. Itafanyaje? Itashindwa. Inawezekana sasa hivi kakaza, lakini watakuja kuiwipe out kabisa. Ndio, si kwamba wataiangamiza Iran isiwepo, yani wataondoa utawala ambao unapingana na maslahi yao, hata kama sio kwa sasa hivi, hata kama si kwa sasa hivi. Sababu ugomvi umeanza muda mrefu. Wakajana walipiga phase ya kwanza, hii ni phase ya pili, wanaanza na vikwazo, kaja kupigana phase ya kwanza vita za siku 12. Sasa hivi tuna siku 23 Nataka sasa wasitishe na nini, lakini point inayokuja hapa, kama si mwaka huu Iran itaweza kuangamia, utawala wa Iran unaweza kuondolewa, wakeka utawala mpya. Na kama itapita, basi ni neema ya Mungu. Neema ya nani? Ya Mungu, kwamba Mungu anataka bado tuendelee kuishi kwa namna fulani. Iran itakaza, lakini mwisho wa picha, mipango iliyopangwa, bwana mtangazaji, Iran lazima iachie nafasi ili mpango ufanyeje, uendelee kuwapo kama Greater Israel na mipango mingine ya New World Order, ambao sasa kifupi kwa watu wafikiri, watu wote wanaelewa, hata wasiokuwa na dini wanafahamu kitu inaitwa mpinga Kristo. Mpinga Kristo. Wewe unamwandalia mpinga Kristo njia. Waislamu wanamuita Masih Dajjal. Ndio. So wanaamini Masih Dajjal atakuja. Wa Kristo mpinga Kristo. Kwa hiyo ina maana kuna kitu kinaundwa kwa ajili ya kumuundia mpinga Kristo nini? Njia. Kwa hiyo tupo katika wakati mgumu wa kidunia. Kwa hiyo watu wa dini sasa hivi hawapaswi kuwa washabiki. Wanapaswa kujifunza kwa utulivu na kusoma kwa utulivu. Na watu wa siasa waangalie na namna gani tukaishi katika wakati wa vita hivi, nafasi yetu iko wapi? Watu wa uchumi waangalie namna gani ya kuwa na uchumi fulani, hata utasaidia angalau ingawa tuweze kushinda. Lakini hali ndio iko hivyo. Kwa pro Iran na pro Israel au pro America, sikatai mtu kuwa mshabiki, sababu kila mtu anaamini anachokiamini, lakini pia waanze kufungua nini? Macho. Uangalie ni nini ambacho kinakuja kupata nini? Ulimwengu wa baadaye. Kwa watu wa unabii wanaamini kuna mnyama anakuja, mfalme wa 4 ambaye atakula dunia yote, ambaye ni Roman Empire, ambaye itakuja kutawala, itaibuka tena na kutawala nini? Dunia. Na Marekani na European Union wanaandaa njia yake ili huo ufalme ufanyeje? Uzaliwe mara ya pili, utawale dunia. Sasa hapa nimeongea kidini, nimeongea kiimani, kiunabii. Lakini sasa pointi inayokuja katika mambo tumezungumza kwa kuhitimisha, hii vita si ya kidini, ni vita ya kushika uchumi wa Irani na uchumi wa nini? Wa dunia, ili wa control. Kwa dini ina brainwash watu, ni kama njia au katalisti ya kufanya watu wasifikirie, wawe chini ya mipaka na himaya yao. Okay, sawa kabisa. Lakini kwa kauli ambayo pia Trump amezungumza, najua niligusia kwa uchache, amezungumza kwamba kwa maana viongozi wa Marekani wamekaa na viongozi wa Irani na wameweza kuzungumza kwa mwitikio mzuri, kwa maana mazungumzo yanaenda vizuri, na akasema pia, akaongeza kwamba kila ambacho wamekubaliana watasitisha kushambulia nishati kwa ndani ya siku 5. Pengine kauli hii inaonyesha ni kwamba Marekani umeshindwa kila walichokikusudia, ama wamekitimiza kila walichokikusudia, na unaziona hizi vita zina siku ngapi huko mbeleni, ama bado zitaendelea? Sasa hapo nafikiri tusubiri siku 5 zipite. Na kingine, Trump juzi ameongea kama wewe kwamba wao hawako after regime change. Hiyo imeacha kama affair ya Iran. Wao lengo lao ni kuangamiza uwezo wa Iran wa kinyuklia na makombora. Mpaka sasa hivi Iran anarusha nini? Makombora. Ingawa wanasema inapungua na nini, lakini inashangaza, mara amepiga na ikawa hivyo. Lakini pointi kubwa ambacho wamekibaki nacho sasa hivi ni kucollapse uchumi wa nini? Wa Iran. Hiyo ndio hoja. Lakini regime change kama ilikuwa ndio purpose, imefeli. Labda kama yule mchambuzi anasema wa kimataifa, nimemsikia mmoja kutoka Uarabuni, mmoja kutoka Marekani, mmoja kutoka nchi za fikio katikati hapo, amesema kwamba kwa hali ambayo ipo Iran, basi baadaye wananchi watareact.
kuiondoa serikali wawe na serikali mbadala, sasa kwa mujibu wao wachambuzi. Lakini kwa habari ya kuangamizwa uchumi wa Iran, Marekani ameweza. Ila kwa habari ya regime change imekuwa ngumu. Na kwa habari ya kuharibu makombora yote bado kuna kizungumkuti. Sasa hizi siku 5 kulingana na kauli ya Trump ya jana kwamba amani itakuja kwa vita na watasimama pamoja na Netanyahu kaongeza hilo jambo mpaka waangamize nguvu ya uchumi na nguvu ya makombora na uchumi wa Iran ambao unawapa jeuri ya kutengeneza ile mabomu. Sasa inawezekana kabisa hii vita ikawa phase ya pili, ikaenda phase ya ngapi? Ya 3. Lakini na mashaka kama watenda phase ya 3 itakuwa ni muda mrefu, kwa sababu sidhani kama wananchi wa Marekani na wananchi wa Israel wataruhusu tena nchi zao zipigane na Iran. Sababu wameonja joto hapa, madhara yake ni makubwa. Sababu tuongee tu ukweli, makombora ya Iran yamepiga sana Israeli pia. Kweli pia. Yamepiga sana mashariki ya nchi za Kiarabu. Na pia Marekani maslahi yake imepigwa, bei zake nyingi zimepigwa. Zimeumia sana. Na amepoteza baadhi ya vitu vya gharama pale na kadhalika pia. Kweli. Kwa hiyo sasa kitu ambacho wanaweza wakafanya ili waweze kuimaliza hii vita, inabidi Israeli na Marekani wagangamare kuendeleza hii vita ili waunde heshima yao. Na ninavyoona Myahudi hataki kumaliza vita. Anataka atimize malengo yote. Sababu Wayahudi wana nguvu na ushawishi mkubwa ndani ya Marekani. Ninahisi wanaweza wakafanya kila njia vita ikaendelea. Lakini pia viongozi wengi wa Iran wamepoteza maisha sana katika vita hivi. Ukianza Ayatollah, bado viongozi wao wa kijeshi pia wameuawa sana, na kuna taarifa pia ambazo zinasema kwamba Benjamin Netanyahu amefariki. Zimekuwa zikizungumza sana na Netanyahu na pia amekuwa kijibu. Viongozi wanaotajwa hawa, hata Mojitaba pia ambaye supreme leader mpya ambaye ameteuliwa kwa sasa hivi ama amechaguliwa, ni wazima ama ni nini hasa? Mojitaba na ipo katika majeraha. Alipata majeraha wakati babake anashambuliwa na hivi karibuni. Sasa Iran wameficha identity yake na mazingira yake. Kwa hiyo kwa mujibu wa intelligence ya Israeli wanasema jamaa amejeruhiwa, haiko vizuri. Hiyo wasema pia ana mguu. Sasa ni maneno hivyo, na sababu lazima wamprotect, sababu jamaa akianguka Iran ikwisha. Sasa kumpata supreme leader mwingine inakuwa ni ngumu. Sasa ni kweli kabisa watu wanaposema kwamba Iran haijapoteza, Iran ina msiba mzito. Top leader 12 wamekufa kwa nchi. Ni kama hapa tu Mama Samia aondoke, waziri mkuu Oswe, makamu wa rais, waziri wa mawaziri, yani wale ambao ni watu wakubwa ndani ya nchi, watu wa usalama wa taifa, wakuu wa majeshi yote wameondoka. Alafu kuna wale makamanda ambao ni phase ya pili kama wamekufa kama 49 hivi plus. Alafu na makamanda wakati wamekufa kwa jumla ambao nimeangalia juzi wamefika 600. Kwa ni msiba mkubwa. Hata baada ya vita hii watazika watu wengi sana, tuje kuona. Ilikuwa walificha mwaka jana, lakini mwisho wa siku walizika, tunaona tena. Kifo kinaumbua. Sasa Irani imepoteza vingi. Alafu wamepiga sana ngome za Irani, wamepiga ofisi za serikali wamezivunja, mpaka ikulu ya rais imeangamizwa, bunge jengo la Ayatollah liliangamizwa. Kwa hiyo Irani ina hasara kubwa sana. Kuna maana jamaa wamesema kwamba kama itakataa utaratibu ambao wameiwekea watapiga zaidi. Sana Irani pia imewapa hasara, lakini haijafikia hasara ambayo Irani imepata. Benjamin Netanyahu ni mzima kwa taarifa zako? Ndio, ni mzima. Hata jana amezungumza baada ya kupigwa ule mji wa Aradi pamoja na Dimon. Ametokeza zalani, amezungumza. Sasa kuna watu ambao walikuwa na romance, amefanyaje? Amekufa. Na nadhani nikasema kwamba Tanzania wengi, wachambuzi wengi ni mashabiki. Sijui wanatafuta view, wanatafuta sijui kupata subscribers wengi, nafikiri hicho kitu. Lakini ukiangalia ametokea mara nyingi tu. Nafikiri jana pia ametokea sema kama ni mzima, wakasema kwamba asihutubie tu, aende kwenye nini baraza la vita, azungumza akaenda. Asema hiyo ni AI. Atoki kazalani kama vile viongozi wa Iran walivyotokea. Walitokea wakauawa kina Ali Larijani. Kusema wakajifanya hivi, kesho yake wakaondoka. Jamaa ametokea juzi, jana amezungumza na wananchi. Sasa hivi media zote ambazo zinasema amefariki. Hivi aibu naipeleka wapi? Ndio maana mambo bwana mtangazaji, hatupasi kuwa na ushabiki. Tunapaswa kuwa tunaangalia ndani kwa kina na kuchunguza. Lakini haya mambo yote ubaya hautakuwa tu kwa Irani na nchi zingine. Sababu wanaopiga Irani nao wako salama.
si kwa maana Iran kurusha makombora, kwa sababu unapokuwa unamwaga damu sio kuwa na hatia, kuna kitu unachoandikiwa, kuna matokeo yake. Damu ukisoma Mwanzo sura ya 9, amwagie damu ya mwanadamu, damu yake pia itamwagwa na nani? Mwanadamu. Viongozi wa Iran walimwaga damu ya nani? Ya wananchi, nao damu yao imwagika. Nao wanaomwaga damu ya watu wengine huko Mashariki ya Kati, wakatoa utafanyaje? Utafika. Kwa kila kitu kina matokeo yake. Lakini kikubwa zaidi, bwana mtangazaji, ujue, naomba ushikilie kitu na msikilizaji pia akishikilie. Tunaingia katika mpango mpya wa nini? Wa ulimwengu. Kila kitu kitenda kubadilika. Uchumi, siasa, dini na jamii. Kwa mfano, ulitegemea kuna kitu kinaitwa AI kinakuja? Hapana. Unajua ilianza mwaka gani? Kasa tu Elon Musk aliwahi kuzungumza akasema kwamba watu wanaogopa kwamba alikuwa anaogopa siku gani, akasema kitu ambacho tunakofia sana ni AI. Nadhani kitu kama hicho alisema. Wewe unaangalia movie unafahamu movie inaitwa Terminator? Amecheza Arnold Schwarzenegger kama hicho. Yes. Kuna ile ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano. Nikaangalia ile ya kwanza au ile ya pili inaitwa Judgment Day ya mwaka 1984. Wanaongelea AI kwa jina la Skynet. Natumia neno AI au Skynet kwamba itakuja kutawala nini? Dunia. Leo je, atawala AI? Kila kitu unaingia wapi? Mtandao. AI. Kwa hiyo wana control kila kitu, na hii system itakuja kucontrol kila aina ya uchumi. Leo tunaingia kwenye digital currency ambayo pesa ya karatasi itaondolewa. Kama ilivyoondolewa pesa ya sarafu ikaja ya karatasi, tunaingia kwenye manunuzi yote yatakuwa yanaenda kwa digitali. Hata wewe mwenyewe leo unaweza kufanya transaction kwa simu. Benki unajua kwa juu manunuzi, kila kitu kinabadilika. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaingia katika mfumo wa udhibiti wa kiuchumi, wa kisiasa, wa kidini na wa kijamii. Hiyo ndio New World Order. Kissinger amesema hapa, na huyu ni kiongozi wa Marekani, si conspiracy theory. Ni mtu kazungumza, mtu mkubwa akiojiwa. Kwa ina maana huo ndio mkakati mkubwa. Kwa hiyo ndugu, issue ya Irani, tunashukuru Irani imejitumua. Tunafurahia pia watu wengine, unafurahia kwamba amejikaza kuonyesha nafasi fulani ya uhuru wake kama nchi. Lakini mwisho wa siku anaopambana nao ana nguvu zaidi. Kwa mfano, Marekani ameweka vikwazo kumpiga Iran. Israeli? Umoja wa Mataifa umeweka nani vikwazo? Juzi? Umeweka Iran. Hawa Umoja wa Ulaya umeweka Iran vikwazo. Anayepigwa anawekewa nini? Vikwazo na Umoja wa Mataifa na pamoja na Umoja wa Ulaya. Alafu Umoja wa Mataifa kasoro Urusi ingawa akashindwa kwenye pitia Baraza la Usalama Irani kushambulia majirani zake na kushambulia sehemu zingine. Sasa kwa hiyo mwenye nguvu ndiye anatunga nini? Sheria. Tutamtetea Irani ndio, lakini wenye nguvu wana nguvu zaidi yake maradufu, na utaenda kumzimisha uwe wakati huu, mwaka huu au wakati gani unaokuja. Lakini Irani lazima izimishwe, iendane na mpango mpya ulimwengu kama alivyofanya Gaddafi, kama Syria, kama Saddam na nchi zinginezo. Inatajwa Cuba, akitoka hapa ataenda Cuba. Kama Cuba wamesema kuanza kuitwa, mmoja wachukua Venezuela. Russia, Trump alisema hivi, Mfaransa na Mjerumani mnaiweza. Maana shako kama vile karatasi tu. Anapigana leo miaka mingapi? 4. Na China kijichanganya unampa Taiwan. Hata sumbuka anaweza kaipiga, lakini wa karibu uchumi. Na China ikipigana na Taiwan, huo ndo kuna zoni kubwa ya meli zinapita pale kuja Afrika na sehemu nyingine ule mkanda. Mto bahari ya kusini mwa China unapitisha meli zingi za kiuchumi kwa Afrika na nchi zingine za Asia na Ulaya. Kwa hiyo vita ikianza pale itakuwa ni tabu. Xi Jinping hata kuivamia Taiwan juzi, jenerali wake akamwambia usifanye hicho kitu. Tukisubutu tu tunakuwa kama Russia. Tutang'ang'aniwa hapa vita. Akamuondoa kwamba anashirikiana na Marekani, amempenyesha siri za nuclear za China kwa Marekani. Ile ni siasa. Kwa hiyo wakamuondoa na jopo lake. Kwa hiyo Xi Jinping lengo lake anataka kuivamia Taiwan. Wewe naye pia na yupo katika mpango huo wa kutumika kutengeneza New World Order, tujui. Lakini mambo ndivyo yalivyo. Asante. Mchungaji, mwalimu, na vazi ulilolivaa hivi nishawishi kuita mchungaji. Mwalimu, mimi nakushukuru sana na kikweli nimefurahi sana kile ambacho tumekizungumza. Kama ulivyozungumza, inabidi sasa tunatafuta muda mzuri, tunakuja na topic kadhaa, tunazichambua kwa uzuri zaidi ili elimu ambayo naitoa wewe tuendelee kuipata pia. Mimi nawakaribisha mje na mada yoyote ile. Sawa kabisa. Inahusika na mambo ya siasa za kidunia, mambo ya historia, mambo ya kidini. Mungu amenijalia maarifa machache na tukashare na watu wengine waweze kuelewa. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Sawa kabisa. Pengine kwa mawasiliano, labda kuna mtu ambaye atamani baba akufikia. Kwa mtu ambaye atakunifikia. Mimi naitwa Jeff Masaka nilivyotambulishwa, na nilikuja kuhojiwa na nyinyi. Tu nani msema? Bongo Plus na 96 Link. Okay, Bongo Plus
Namba yangu ya simu ni 0757 72 25 57. Hiyo ukinipigia huyo, kama una swali lako la kuniuliza au mambo mengineyo pia unaweza ukaniuliza, iwe mambo ya kiuchambuzi, mambo ya kidini na mambo mengineyo. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Pia unaweza ukaja katika Facebook yangu, channel yangu, page yangu ya Facebook inaitwa Jeff Masawe ama Instagram. Hapo utanikuta waga nafanya uchambuzi wa kuandika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Mungu akubariki. Asante sana kiongozi. Asante sana.